Karibu tuangazie habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Kuelekea mchezo wa marejeano hatua ya pili mzunguko wa awali ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Simba Sports Club dhidi ya Nsingizini Hotspurs Oktoba 26, 2025, meneja idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameeleza utaratibu wa maandalizi ya klabu hiyo na kuwasili kwa wapinzani wao klabu ya Nsingizini nchini Tanzania. Kesho Jumatano tarehe 22 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kikosi kitarejea tena uwanjani Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 26. Lakini tunao furaha nyingine kubwa katika mchezo wetu huu wa tarehe 26. Kiungo wetu Alassane Kante atarejea dimbani kama kawaida. Wapinzani wetu Nsingizini wanatarajiwa kuwasili hapa nchini siku ya Ijumaa. Bado hatujapata muda gani watawasili, lakini watakuja hapa nchini siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huo. Aidha, Ahmed Ali amesisitiza mashabiki wa klabu ya Simba kuwa na umoja na kukemea vitendo vya utovu wa nidhamu ili kulinda taswira ya klabu ya Simba na kuepuka adhabu za kafu, huku akisisitiza umuhimu wa mchezo huu katika kukuza thamani ya klabu. Vitendo vya utovu wa nidhamu, vitendo visivyokuwa vya kimichezo, vitendo ambavyo vinatupelekea Simba kuadhibiwa na mashabiki kutoruhusiwa kuingia uwanjani. Tunakwenda kwenye mchezo wetu wa tarehe 26. Ni marufuku shabiki yoyote kuwasha fireworks, kuwasha baruti, kuwasha mamoto yenye moshi. Ni marufuku, hairuhusiwi, ni marufuku, haitakiwi. Mchezo wa marudiano kati ya Simba Sports Club dhidi ya Nsingizini Hotspurs utachezwa Oktoba 26 uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso jijini Dar es Salaam. Na uongozi wa klabu ya Yanga umeamua kuridhia ombi la mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kuwapa nafasi ya kutazama mchezo wa marudiano ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi Oktoba 25, 2025 saa 11 kamili jioni bila kiingilio. Kuelekea mchezo huo, Yanga imeondoa viingilio vyote kwa mashabiki na mchezo huo utakuwa bure. Lengo ni kuhakikisha mashabiki wa Yanga wanapata nafasi ya kuanikiza kwa umoja, wingi, ari na nguvu kubwa Jumamosi siku ya mechi. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki. Hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young African Sports Club. Na tumetoa ahadi kwa viongozi wetu. Namba 1, tutakwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Namba 2, tutakwenda kushangilia timu yetu dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Namba 3, wanachama na mashabiki wametoa ahadi wanakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya matatu ni muhimu sana ndugu zanguni, tukakumbushana kia anapoitwa leo. Aidha, afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe amesema kuwa azma yao ni kuhakikisha klabu ya Yanga inaenda hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu wa mwaka 2025-2026. Tunakuja kutengeneza vibe ambalo halijawahi kutokea Benjamin Mkapa. Tukiwa tunaamini sauti hizi za wanachama ni sauti za ushindi. Ni sauti ambazo zitakwenda kuinua morali ya wachezaji kutoka ambako iko sasa hivi iende juu kabisa. Yanga itashuka dimbani Jumamosi Oktoba 25 uwanja wa Benjamin Mkapa kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya Silver Strikers saa 11 kamili jioni. Kwa sasa Yanga inahitaji ushindi wa hali na mali, kwa udi na uvumba, kwa jasho na juhudi ili kufuzu hatua ya makundi. Tumalizia kwa kuangazia habari za michezo kimataifa na kuelekea michezo ya leo Jumanne ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mchezo kati ya Arsenal dhidi ya Atletico Madrid. Kocha wa Arsenal Mikel Arteta amesema anavutiwa sana kocha wa Atletico Madrid Diego Pablo
Simeone na amemtazama Simeone kama mfano wa kuigwa kutokana na muda mrefu ambao amehudumu akiwa kocha wa timu moja na mafanikio aliyoyapata. Simeone amekuwa akiongoza Atletico Madrid tangu Desemba 2011 akiwa na takriban miaka 14 kama kocha mkuu wa klabu hiyo, muda mrefu zaidi kuliko kocha yoyote wa ligi kuu nchini England. Kwa sasa Arteta ambaye alianza kazi Arsenal mnamo mwaka 2019 ndio kocha wa pili kudumu zaidi England baada ya Pep Guardiola wa Manchester City. Akizungumza kabla ya mchezo wa leo, Mikel Arteta amemsifu Simeone kwa kuwa na shauku, ari na uwezo mkubwa wa kuhamasisha wachezaji wake kila msimu. Hii ni kuelekea UEFA Champions League, mchezo utakaochezwa kati ya Arsenal dhidi ya Atletico Madrid saa 4 kamili usiku katika dimba la Emirates. Baadhi ya michezo mingine ni mchezo unaoendelea hivi sasa kati ya Barcelona dhidi ya Olympiacos. Michezo mingine ya baadaye saa 4 ni Bayer Leverkusen dhidi ya PSG, Newcastle dhidi ya Benfica, PSV dhidi ya Napoli na Villarreal dhidi ya Manchester City. Na tumalizie kwa kumtazama kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany ameongeza mkataba mpya wa miaka 2 ambao utamfanya endelee kukinoa kikosi hicho cha Ujerumani hadi mwezi Juni 2029. Kompany ambaye ni nyota zamani wa Manchester City alichukua mikoba ya kuinoa Bayern Munich mwezi Mei 2024 baada ya klabu hiyo kupitia kipindi kigumu cha mabadiliko ya makocha. Awali mkataba wake ulipangwa kumalizika mwishoni mwa msimu wa mwaka 2026-2027, lakini kutokana na maendeleo na mafanikio makubwa aliyoonyesha, uongozi wa klabu umeamua kumpa muda mrefu zaidi wa kuendelea kazi yake. Tangu kuwasili kwake The Bavaria, Kompany ameleta mapinduzi ndani ya timu hiyo kwa kuimarisha nidhamu, mbinu za kisasa na umoja ndani ya wachezaji. Akiwa na umri wa miaka 39 pekee, ameongoza Bayern Munich kutoa ubingwa wa Bundesliga msimu uliopita na kufanikiwa mafanikio makubwa kwenye michuano ya ndani na barani Ulaya. Takwimu zinaonyesha kuwa ameshinda michezo 49 kati ya 67 aliyosimamia katika mashindano yote, jambo linaloashiria ukuaji mkubwa wa kiufundi chini ya uongozi wake. Swali la sasa na imani ya wengi ni kuona Vincent Kompany akiipeleka Bayern Munich katika hatua kubwa zaidi michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Je, hili litawezekana ama la? Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EA TV.